Hello, karibu sana kwenye kipindi hichi cha habari cha asubuhi ya siku ya leo, tukiwa tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Hii ni Pepe News ambayo inakuletea habari hizi za asubuhi ya siku ya leo, tukiwa ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo tunakuomba uendelee kuwa nasi hadi mwisho wa habari zetu ili upate taarifa kamili kutoka ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutaweza kuzungumzia hali ya usalama katika maeneo ya Kabare ambako kumeweza kutokea moto mkubwa na uliosababisha vifo vya watu wawili na watu kadhaa kuweza kupoteza nyumba zao na mali zao. Pia tutaweza kuzungumzia kauli ya Bwana Corneille Nangaa ambayo iliweza kutoa mjadala mkubwa kuhusu udhibiti wa maeneo ya Uvira, Baraka, Lubumbashi, Katanga na maeneo mengine ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia tutaweza kuzungumzia hali ya usalama katika maeneo ya hifadhi ya Virunga huko Kivu Kaskazini ambako kunamilikiwa na vikosi vya M23 ambako watu wameweza kuporwa mali zao na bidhaa mbalimbali za bei ghali, na hiyo kusababisha hofu miongoni mwa wakaaji wa maeneo ambayo wanatumia njia hiyo ili kuelekea maeneo ya Beni kutoka Bukavu. Basi ili uweze kupata habari zote hizo kwa mfululizo zaidi, tunakusihi usiweze kuondoka bila kufuata habari hizo hadi mwisho. Hii ni Pepe News ambayo inakutayarishia taarifa hizo, na mimi ni Leta Pepe ambaye ni msomaji wa habari zote hizo kwa mfululizo. Naam, acha basi tuanze na habari zetu za kwanza tukiwa huko ndani ya Kivu Kaskazini ambako Corneille Nangaa ameweza kueleza kuhusu mkakati wa mapigano wa AFC M23 katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mratibu wa muungano wa kisiasa wa kijeshi wa Alliance Fleuve Congo AFC unaojumuisha pia kundi la M23 RC, Corneille Nangaa anaendelea kueleza mtazamo wake kuhusu mwelekeo wa kimkakati wa muungano huo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika kauli yake ya hivi karibuni, Nangaa amesema kuwa usalama na utulivu wa eneo la Minembwe katika mkoa wa Kivu Kusini haupaswi kuaguliwa pekee kutoka mji wa Goma na Bukavu. Kwa mujibu wa Nangaa, utulivu wa Minembwe unapaswa pia kuhakikishwa kupitia maeneo ya Fizi, Baraka, Uvira na Kalemi, lakini zaidi kupitia Kolwezi na Lubumbashi. Kauli hiyo inaonyesha mtazamo mpana wa AFC kuhusu maeneo ambayo kundi hilo linaona kuwa muhimu kwa masuala ya usalama na ushawishi wake. Kuanzia mashariki hadi kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nangaa ametoa kauli hii wakati ambapo hali ya usalama bado tete katika sehemu mbalimbali za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku makundi mbalimbali yenye silaha ikiendelea kushiriki katika mapigano na shughuli za kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, AFC imekuwa ikifanya kazi kwa ushirikiano wa makundi mengine yenye silaha ikiwemo Twirwaneho pamoja na Red Tabara. Ushirikiano huo umeendelea kuongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa kupanuka kwa mapigano katika maeneo mengine ya Kivu Kusini na maeneo mengine jirani. Wakati huu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kuchukua hatua zinazolenga kupunguza mvutano na kufungua njia za mazungumzo na vikundi hivyo vyenye kumiliki silaha. Miongoni mwa hatua hizo ni kuachiliwa kwa kundi la kwanza la wafungwa ambao kuachiliwa kwao kulikuwa kumetakiwa na upande wa waasi, pamoja na kuteuliwa kwa wawakilishi wa serikali katika mfumo wa ufuatiliaji wa utekelezaji wa usitishaji wa mapigano. Hatua hizo zinafanyika katika mazingira ya mazungumzo inayoendelea mjini Doha, Qatar, ambayo yanalenga kutafuta njia ya kisiasa ya kumaliza mzozo unaoendelea
mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, pamoja na hatua hizo za kidemokrasia na za kidiplomasia, hali ya usalama bado haijaonyesha mabadiliko makubwa yanayotarajiwa na wananchi wa sehemu hizo. Katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakaaji bado wanaendelea kukabiliwa na hofu ya mapigano, kuhama makazi na kuvurugika kwa shughuli za kawaida za maisha yao kila siku. Kauli ya Corneille Nangaa kuhusu Minembwe, Fizi, Baraka, Uvira, Kalemi, Kolwezi na Lubumbashi kwa hiyo imezua maswali kuhusu malengo ya muda mrefu wa AFC na namna muungano huo unavyotazama maeneo ya kimkakati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande mwingine, serikali inaendelea kusisitiza umuhimu wa mchakato wa kisiasa na utekelezaji wa makubaliano ya usitishaji wa mapigano ili kufikia amani ya kudumu. Kwa sasa macho yanaendelea kuelekezwa katika mazungumzo ya Doha na utekelezaji wa hatua zitakazokubaliwa huku wananchi wakisubiri kuona kama mchakato huo utaweza kuleta utulivu wa kweli katika maeneo yaliyoathirika na vita. Hayo ndiyo yaliyojiri kuhusu kauli ya Corneille Nangaa na mwelekeo wa M23 na AFC katika mashariki kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuelekee ndani ya Kabare ambako watu wawili wameweza kufariki dunia na zaidi ya familia 100 zaweza kubaki bila makao baada ya moto mkubwa kuweza kuvamia eneo lao. Watu wawili wameweza kufariki dunia na zaidi ya familia 100 zimeweza kuathirika baada ya moto mkubwa kuzuka katika eneo la Chipwanji wilayani Kabare mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia Jumamosi wakati moto ulipoanza majira ya saa 7 usiku huku wakaaji wengi wakiwa wamelala. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa kuhusu tukio hilo, moto huo ulisababisha vifo vya watu wawili pamoja na uharibifu wa nyumba kadhaa. Mali mbalimbali zenye thamani pia ziliteketea katika moto huo na kuwaacha wakaaji wengi katika hali ngumu. Katika shughuli za kuzuia moto huo kuendelea kusambaa, baadhi ya nyumba zililazimika kubomolewa na wakaaji ili kuzuia moto kufika katika sehemu zingine. Hata hivyo, licha ya juhudi hizo, zaidi ya familia 100 zimeathirika na janga hilo, huku baadhi ya wakibaki bila mahali pa kuishi bila nyumba yoyote. Familia zilizoathirika sasa zinahitaji msaada wa haraka ikiwemo chakula, mavazi, mablanketi, dawa pamoja na sehemu salama za kupata hifadhi. Hali hiyo imezidisha changamoto kwa wakaaji ambao wamepoteza nyumba na mali zao katika tukio la moto. Shirika la kiraia la Force Vive de Mudusa limezitaka mamlaka kuchukua hatua za haraka kusaidia waathirika wa janga hilo. Shirika hilo pia limeomba mashirika ya kibinadamu pamoja na watu wenye silaha na watu wenye nia njema kuingilia kati na kutoa msaada kwa familia zilizoathirika. Wakati huo huo, shirika hilo limehimiza kuwepo kwa uratibu mzuri wa misaada ili kuhakikisha mahitaji muhimu yanafika kwa watu walioathirika kwa wakati huo. Kwa sasa waathirika wa moto huo wanakabiliwa na changamoto kubwa ya makazi na mahitaji ya msingi ya maisha. Mamlaka pamoja na wadau wa kibinadamu wanatarajia kuongeza juhudi za kusaidia familia hizo na kutathmini madhara hayo kwa kina yaliyosababishwa na moto huo. Tukio hilo linaacha zaidi ya familia 100 katika hali ya dharura, huku jamii ikiendelea kuomba msaada wa haraka kutoka sehemu mbalimbali na kutoka
kwa shirika pamoja na serikali ili kuweza kukidhi mahitaji ya familia ambazo ziliweza kuachwa na wapendwa wao na ambazo ziliweza kuacha vitu vyao. Hizo ni taarifa za habari kutoka Kabari. Hizo ndizo zilikuwa taarifa zetu za habari. Yaani kufikia hapa tunafika mwisho wa habari zetu kutoka kwenye Pepele News. Tunakuomba uendelee kuwa nasi wakati mwingine tukiweka video yetu, na kwa wakati huu tunaweza kukuomba usisahau kusubscribe, kushare na kulike video hii, na pia usiweze kusahau kucomment, utujulishe unatufuata ukiwa sehemu gani, iwe ni nje au ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.